Bwana wabariki. Kwa jina unajulikana Nabii Felix Dagovit Mangosongo kutoka kwenye maskani wa maeneo ujumbe usaa kutoka jiji Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili kufanya marejeo unabii ambao mwamba mashuhuri Yesu anaeleza wazi kwamba unabii umetimizwa. Na hii ilikuja Mungu mashuhuri Yesu alieleza kupitia unabii wake wa maonyo alikuwa ameutoa. Ilikuwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 wakati mwamba mashuhuri Yesu tukiwa katika utaratibu wa ibada katika maskani wa ujumbe usaa. Mwamba mashuhuri Yesu alikuja na unabii wa makemeo kuelekea katika mwaka huu, kiasi ambacho wahubiri wengi walikuja na mitazamo ya mahubiri ya liturujia ya miaka kwa maana ya mabadiliko mwaka kutoka mwaka mmoja kuja mwaka mwingine, hasa kutoka mwaka jana kuja mwaka huu. Na hii ilikuja kutokana na watu wengi wanafuata ile kalenda ya Gregory, kiasi ambacho wanaingiza mafundisho ya uongo ambayo hayatokana na mwamba wa shauri Yesu. Kwa Mungu mashauri Yesu wakati ule alitoa unabii kwamba niliwaambia watu kwamba huu mwaka utakuwa mwaka mbaya zaidi kuwahi kutokea. Na moja kati ya matukio ambayo Mungu aliyataja kwenye unabii wake alisema dunia itakutwa na matetemeko makubwa. Mmeona matetemeko makubwa yaliyotokea kule Venezuela, na sasa mmeona matetemeko makubwa yametokea kule Japan. Na yote ni mikokotoo ya kinabii ambapo mwamba wa shauri Yesu anaweka anwani maalum. Na nazidi kueleza kwamba mwaka huu utakutwa na matukio mabaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya nchi, kwa sababu mwamba mkuu Yesu amekasirika na mahubiri ya uongo, na tayari ulimwengu umefanya dhambi nyingine. Mmeona Marekani wapisha ushoga, mmeona dola ya Roma yakubaliana na ushoga, mmeona pia na ile tukio la tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 pale New York mataifa ya ulimwengu walikutana kwa ajili ya kupiga kura kwa ajili ya kuigawa nchi ya Mungu, nchi ya Israel. Na wakijua wanaweza kufanya hivyo ni dhambi, kwa sababu mwamba wa shauri Yesu alisema katika siku za mwisho Waebrania wangerudi katika taifa lao, ili wakati anaachilia ujumbe wa mwisho wa ulimwengu kuwepo na udhihirisho wa kinabii kwamba uwepo wa ile taifa ambao Mungu alitumia kuchora michoro na uwepo wa Biblia yake duniani katika mikutano ya kinabii. Kwa hiyo ninazidi kueleza hapa kwa sababu unazidi kuonya watu wote duniani. Ulimwengu utakuta hali mbaya zaidi. Ulimwengu unaenda kukutwa na matetemeko mazito, kwa sababu nimemsikia Bwana akiniambia na nimeona matetemeko makubwa. Kuna tetemeko linakuja kubwa kwa kutokea katika historia ya dunia, na watu waingie kwenye maombi, watubu dhambi. Mungu amekasirika, mwamba mkuu Yesu amekasirika kwa sababu watu wametenda dhambi, watu wametenda uovu duniani. Wahubiri wanalea dhambi makanisani, wanashindwa kuambia watu ile kweli katika mikoto ya kinabii. Kwa hiyo ninafanya michoro hii, nitaunganisha na ule unabii na tutaweka pamoja na matukio ya matetemeko hayo, ili uweze kujifunza kwa mwamba mkuu Yesu alikushasema kwamba mwaka huu utakutwa na hali mbaya zaidi kwa kutokea katika historia ya Kaujenji. Tubu dhambi, geuka, mwamba mashauri Yesu anarudi moja wapo siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katutonane katika Mungu unakuja. Amen. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema kuna amani, sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itawakumba dunia, ambayo ni hali mbaya sana. Na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambayo ndio kurekodiwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Ndio maana leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya dunia, lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani. Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo, wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasipotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja wapo siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu waliouanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi. Amen. Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi. Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya
ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia kwa nchi. Kwa nini? Mambo mazuri Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine. Wamepeleza ushoga na usagaji kanisani. Roma wamepeleza nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mwamba amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri. Si wamesema huu mwaka mwema. Si nimesema huu mwaka mwema, sawa? Nisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe. Nisikieni neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Amina. Hali za volkano na matishio mbalimbali, ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mwamba amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri. Ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri watafariki dunia. Amen. Wenye sauti ya kuzungumza kwa jamii, kukemea dhambi wameshindwa kukemea. Baadhi yao wanaenda kupoteza maisha ulimwenguni. Amen. Asema yao Mwokozi Mungu Funuo. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa richa 7.1 limepiga mkoa wa Kumamoto kusini mwa Japani, likisababisha moto katika majengo, uharibifu mkubwa wa miundombinu na majeruhi wasiopungua 50. Mamlaka zimesema watu kadhaa walinaswa ndani ya maduka baada ya mlipuko uliotokea kufuatia tetemeko hilo, huku maelfu ya nyumba zikikosa umeme na baadhi ya barabara kuharibika. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amesema serikali yake imeunda kikosi kazi cha kukusanya taarifa, kutathmini uharibifu unaowezekana na kujiandaa kwa shughuli za uokoaji ikiwa itahitajika. Mamlaka pia zimewataka wananchi kufuata maelekezo ya usalama kutokana na uwezekano wa matetemeko mengine. Tetemeko hilo limefufua kumbukumbu za tetemeko lingine la mwaka 2016 lililoua mamia ya watu na kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo hilo.